Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wa habari katika lugha ya Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari Alimasi, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati wa uchambuzi huu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Izaki Mulucha Ashibe kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu Izaki. Asante sana Bi Bukur Tantine Aldama. Kwenye habari muhimu leo hii tuanze na habari kutoka mjini Baraka ambako milio ya risasi nzito iliweza kusikika mchana wa Jumamosi ya tarehe 7 Februari kwenye milima inayoinukia mji wa Baraka, ikizua hofu nyingi miongoni mwa raia. Na huko Kilembwe hali ya usalama imeripotiwa kurejea kuwa tulivu katika kijiji cha Kilembwe sekta ya Lulenge. Hivyo ni baada ya vurugu ya kufyatuliana risasi kati ya makundi mawili ya wazalendo. Hivyo Jumamosi hii shughuli mbalimbali zimeanza kufanyika bila shida yoyote. Na kwenye habari ya kitaifa, wakati mkutano wa kwanza wa kamati ya uongozi wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani ukifanyika, Rais wa Rwanda Paul Kagame amehutubia kwenye mkutano wa kitaifa mjini Kigali, akitupilia mbali tuhuma za nchi yake kuvamia DRC kwa ajili ya madeni. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa siku ya leo kama habari muhimu. Asante sana Izaki Mulucha Ashibe kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu, tukianzia katika mji wa Baraka. Milio ya risasi nzito iliweza kusikika mchana wa Jumamosi ya tarehe 7 Februari kwenye milima inayoinukia mji wa Baraka, ikizua hofu miongoni mwa raia. Abeka Kozi cha Kubuta Jojongonda, kiongozi wa shirika la Rahia Sosiku RDC, amezungumza na Radio Kivu kuhusu habari hii, akisema kuwa milio hiyo ya risasi imetokana na majaribio ya bunduki yaliyoendeshwa na jeshi la taifa FARDC. Hivyo amewataka raia kubaki watulivu, huku akiutaka uongozi wa jeshi la taifa FARDC kuarifu wananchi kabla ya kuendesha mazoezi ya namna hiyo ili kuepuka taharuki. Tunajulisha raia wote kwamba wasijae na hofu na wasiogope kufatana na hali ambapo wamesikia katika jiji letu la Baraka tariki 7 mwezi wa pili mwaka huu tunao wa 2026, ngambo za juu za kartia ya Kalingano, wanajeshi wetu wa unité la Ibu walikuwa wanapima silaha zao nzito, na hiyo ilijaa hofu sana kwa raia kuwaza kwamba adui labda anakuwa karibu na mji wetu wa Baraka au katika kijiji cha Bibokoboko. Tunaambia raia kwamba ni wanajeshi wetu walikuwa wakikula silaha na kuzipima, na hiyo watu waendelee kufanya kazi zao kama kawaida na wasiofie kitu chochote kile. Kuna usalama na jeshi letu linaendelea kulinda raia na vitu vyao vyote. Watu wafanye kazi zao gisipasavyo na iendelee, kwa sababu hakuna wasiwasi yoyote ile adui kuingia katika jiji la Baraka wala katika kijiji cha Bibokoboko. Wakuu viongozi wa jeshi watafikia kuwa wanataarifu watu mapema ili watu wawe najua kwamba wakati ya siku fulani na saa fulani mutasikia hivi, na wakati mnasikia milio ya risasi kubwa msiwazie kwamba ni adui, bali ni sisi wanajeshi ambapo tunapima silaha zetu. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mashirika ya kirahia mjini Baraka kwa ushirikiano na FEC yamesema hakuna ushuru wowote wa jimbo utakaolipwa hadi pale government ya jimbo itafahamika ilipo, licha ya vitisho ambavyo tayari wameanza kuvipata toka kwa vitengo kadhaa vya serikali. Mchumbe wa mkulima na Fatuma anaripoti kamili. Kupitia maamuzi yaliyochukuliwa na uongozi wa shirika la rahia pamoja na feki kuto kulipa ushuru wa jimbo la Kivu ya Kusini, tayari baadhi ya vitengo vya kiserikali vimesema mashirika hayo yanakuwa kwenye mstari wa mbele kutokupenda maendeleo ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Kupitia madai hayo ya vitengo vya kiserikali, Albert Tonda Maisha ni mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia mjini Baraka, anaeleza yafuatayo. Sisi tulihitaji kujua wanani wako naiba pesa ya serikali na wako naenda najitokeza, na sisi ile ni furaha kwetu sana, na raia wajue wanani ndio waadui wa maendeleo ya jiji la Baraka. Sisi mpaka leo este yote inapitia mwadi sio kuwa ya kawaida. Meme province kwa ilikuwa
hakuna gisi, iliomba waangalie namna gani gisi ya kukimbia. Na sisi wote tunajua kwamba delegation zimetuma kufanya etat des lieux ya vile ya Baraka na territoire, etat des lieux ya Uvira, na mpaka saa hii inaomba uongozi wa Kinshasa udeside wapi kwenye province itabakia. Province saa hii walikuwa na sinye mbele fe ya Baraka, haiko tena fe ya Baraka, hii wanaanza sinye fe au Burundi en route vers Kinshasa, vers Kuzimu, vers wapi. Maintenant imaginez-vous, ma service inaanza simama, tunataka anza taxe pesa za province. Pesa za province zitaenda wapi? Kadeko isha fungula, tutakuwa na chunga mule kwenye itakuwa ndio tutaenda. Donc saa hii iko saa watu waseme saa Uvira mairie yanzi lipisha. Saa hii mairie haiko installe Uvira. Saa hii ma service za national aziko installe na bote bako na ngoma restriction za province memema. Uvira saa hii hata kama wa commerce wako nafanya makazi kidogo kidogo, hakuna tax, watalipa installation ya hiyo institution iko wapi? Hata hivyo, Albert Tonda Maisha anaonesha hapa kwa nini wameamuru wafanyabiashara kulipa ushuru wa serikali ya Kinshasa. Leo kama watu wako walipa DGDA, OCC, vingine, c'est parce que tunayua national ma services ziko hapa na wako en contact na au niveau national. Mairie watu wako nalipa si kwa sababu watu wanayua institution ya mairie yote iko hapa. Mais province watu watalipa makuta ya province. Ni taxe haiko impôt. Taxe iko na retour yake. Maintenant sasa tunalipa taxe, tunailipa inaenda wapi? Hiyo retour tutailombea wapi? Burundi faire en route ndio tutaenda lombea retour ya mataxe inataka kusaidia Baraka. Kiongozi huyo wa shirika la raia amesema kupata mshangao kuona baadhi ya viongozi wa vitengo vya serikali ya jimbo kukosa amani kwa azimio hiyo pasipo uongozi wa jimbo kuongea lolote. Haviwezekani pesa za serikali wewe ndividi ukuwa agite, ile ni hasara. Yeyote yule ambaye atayua kwamba atalipa pesa za province kwa mtu, ayua anapatia mwizi. Na yeyote mwatendelea kudefendre juu ya kulipa pesa za province, tanke province yajulikana kwenye iko, ayue kama iko complicite juu ya kuiba pesa za raia, na hatutakubali. Kuna wenzetu saa hii tuko samedi wako intimide kufungwa, ase wanakatara kulipa pesa za serikali. Pesa za serikali ndio nini? Pesa serikali nationali ziko nalipiwa, mairie ziko nalipiwa, province waseme zilipiwe zitaenda wapi? Basi raporo itafanyiziwa à son excellence monsieur le gouverneur au Burundi arute ndio kukutanda pesa, si ni bwizi. Vivyo hivyo, naye Ali Mukindula Lebon, kiongozi makamu wa feke mjini Baraka, amesema madai yao yako wazi na kila anayependa maendeleo ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka hawezi kuona ubaya wowote. Kuna watu ambao wanaongea vitu vyenye wametrize. Hakuna taksi yenye natozwa mwa hii inchi aseme hii taksi ni ya mtu fulani, hiyo sheria iko. Kama mtu yuko anaenda na tusema fake société civile banakatala mataksi ya province, manake ayue kudifferencier hizi terme tatu. Kuko tofauti wa gouverneur, gouvernora na gouvernement provincial. Sasa yule mwenye atajua kutofautisha hizi terme tatu atakuwa anajua kile ambacho sisi tunakisema na kile ambacho sisi tunakifanya. Paske kama tunasema mataksi za province ya Sud Kivu ni mataksi za gouvernement provincial ya Sud Kivu, aziko mataksi za mtu. Kuko ba chef de division ndio benye bana chapeauter ma services zenye zinakuwa zinatutoza kwa niveau ya Baraka. Na ndugu mtangazaji, kama tunaweza jiuliza swali na mimi na wewe na mwingine mwenye anatusikia, gouvernement provincial iko wapi? Na pale tu ndio kwenye kuko problem. Tunajua kama tunalipa ni makuta ya gouvernement provincial. Wa député wenye sisi tulichagua kwa niveau ya jimbo wako wapi? Kila mtu yuko mvyake. Ba ministre provinciaux biko wapi? Ba chef de division biko wapi? Zile makuta zenye tunakuwaka tunawalipa sio zao, ni makuta za gouvernement provincial ya Sud Kivu. Mwishowe, Albert Tonda Maisha amesema kuwa wao upande wao hawatakuwa tayari kulipa pesa yoyote ya ushuru wa jimbo hadi pale ambako uongozi wa jimbo utafahamika ulipo, licha ya vitisho ambavyo tayari wameanza kuvipata. Kama mekanisme ya kufunga wale watu ambao wako na katala, hii logique tuko nasema haina shida, watafunga watu wote na ile kasho na wazie itayala na tutarudia nyuma. Ile tuko wazi kama vile shirika la raia na wale ambao wako complicité na ile bande, haina shida, waangalie kisi ya kukontinue, me hatutarudia nyuma. Na kama province itakuwa installe lendi a Uvira a Baraka,
haina shida, wanaweza lipisha. Hatuko mdesobedience fiscale sisi, na tuyaingia na tutaweza kuingia mdesobedience fiscale mwali ambaye tuko hayo saa hii Mkongo. Hatuwezi fanya ile mizaa. Jitihada zetu za kumpata msimamizi wa vitengo vya serikali ya jimbo imegonga mwamba. Asante sana mchumbe wa mkulima kwa ripoti yako hiyo. Na huko Misisi ni kwamba mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo pa Misisi sekta ya Nganja tarafani Fizi yametaja kupongeza kwa uongozi wa sekta hiyo kukarabati daraja la Ito pa Misisi. Katika mazungumzo na moja kati ya viongozi wa waendesha pikipiki pa Misisi, amesema hatua iliyochukuliwa naye mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Kilberna ni ya kupongezwa, kuwa ugumu mkubwa kupitia eneo hilo kutokana na ubovu wa daraja Ito. Huyu ameomba kwa raia kuendelea kuwa nyuma ya kiongozi huyo wa sekta ya Nganja kwa ajili ya maendeleo zaidi. Tunashukuru sana kwa baba chef de secteur Akili Bernard Tosma kwa kazi ambayo anaifanya hapa kwetu Misisi kilalo ya Itu. Vema ni jambo ya kushukuru sana tena sana, kwa sababu barabara ilikuwa inaharibika sana na ile ingesababisha hata maaksida kufanyika, paske moto mbili pour zipishane tu ilikuwa inakuwa vigumu sana. Ilikuwa inabidi moja irudie kisha nyingine ipite, kisha sasa gari ikiwa iko napita vile mamoto hakuna kupata njia kabisa. Lakini kwa hii kazi yenye inaendelea hapa tuko na imani itaisha na barabara itakuwa mzuri hapa kuitu. Tunashukuru sana tena sana baba chef de secteur. Wakaaji wa Misisi na waoperateur wanasema wanashukuru sana tena sana, na wataendelea kulipa mataksi kama kawaida kulingana na hii kazi tunaifanya hapa kwetu Misisi. Mwenyezi Mungu azidi kubariki, uendelee na roho kama na hii, na hiyo ndo uongozi wa kazi tunafanya. Tunashukuru sana kabisa baba de secteur. Anayeongea hapa ni modare tena kama vile mkaaji wa Misisi. Na kwenye habari za michezo ni kwamba mashabiki wengi nchini Saudi Arabia wameonekana kumunga mkono Cristiano Ronaldo baada ya nyota huyo wa Ureno kugoma kucheza soka nchini Saudi Arabia ili kuomba haki ya soka itendeke nchini humo. Ronaldo ametimiza mechi 2 bila kucheza. Omari Makelele Uzile kwa mengi zaidi. Na barabara kabisa msikilizaji wa Radio Kivu. Leo katika habari za michezo tuanzia na habari za hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba Wizara ya Michezo hapa nchini DRC kupitia kiongozi wake mkuu Didier Budimbu ametangaza uwanja wa Tatarafaeli kuweza kufungwa kutokana na hali mbaya ya mashabiki wa vilabu vinavyoshiriki ligi daraja la kwanza hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot. DJ Budimbo ametangaza hivyo, lakini ni kwamba kumepigwa mechi takriban 3 katika uwanja huo kwa kusubiria tuone je maamuzi ambayo yamechukuliwa na Wizara ya Michezo hapa nchini itaendelea kutekelezwa au namna gani. Tusubirie tuone itakuwa namna gani hapo mbeleni. Mengi zaidi kulingana na habari hii ya kufungwa kwa uwanja wa Tata Rafael utaweza kujuzwa katika uchambuzi wetu wa habari zinazofuata. Upande mwingine sasa ni kwamba mashabiki wa soka nchini Saudi Arabia wamemuunga mkono Cristiano Ronaldo kwa harakati zake za kupambania uhuru wa vilabu nchini Saudia. Usiku wa kucha siku ya Jumamosi hii kwenye mtanange kati ya Al Nassr klabu yake Cristiano Ronaldo dhidi ya Al Ittihad, hatimaye mashabiki wa pande zote mbili waliweza kumuunga mkono nyota huyo kutoka Ureno Cristiano Ronaldo. Mashabiki hao walimuunga mkono namna gani? Mashabiki wa pande zote mbili hao waliandika mabango na kupandisha juu yote yakiwa yanaandikwa Cristiano Ronaldo, kumaanisha kuwa wanasapoti maamuzi ya Ronaldo ya kugoma kucheza kwa ajili ya kuweza kutetea uhuru wa vilabu hapo nchini Saudi Arabia, vile vile kuweza kutetea pia wafanyakazi wa klabu ya Al Nassr ambao bado kulipwa pesa zao wakati wanafanya kazi. Klabu ya Minnesota FC imemtambulisha rasmi mchezaji wao mpya raia wa Colombia ambaye ni James Rodriguez, waliomsajili kama free agent. Chelsea The Blues wapo katika mbio nzito ya kuweza kuwania mshambuliaji wa Juventus raia wa Serbia Dusan Vlahovic ili wamsajili dirisha kubwa lijalo la usajili. Klabu ya Tottenham Hotspur wanapambana na Chelsea The Blues katika vita hivyo. Juventus wao wako tayari, wanahitaji tu ni pesa nzuri.
Uongozi wa klabu wa Chelsea The Blues upo tayari kumuuza beki wao wakati Benoit Badiashile dirisha kubwa lijalo la usajili kwa sababu hayupo kwenye mipango yao msimu ujao. Kocha wa muda wa klabu ya Manchester United Michael Carrick ameweka utaratibu mpya kwa wachezaji wa klabu hiyo. Amewaruhusu kuchukua mapumziko ya siku moja kwenye kila siku inayofuata baada ya mchezo kuchezwa. Kitendo hicho akikuwahi kufanywa na makocha waliotangulia kama Erik ten Hag pamoja na Ruben Amorim. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu kupitia mitabeni yake 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na huko Kilembwe ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kurejea kuwa tulivu katika kijiji cha Kilembwe sekta ya Lulenge baada ya vurugu ya ufyaturianaji risasi kati ya makundi mawili ya wazalendo, ambako Jumamosi hii shughuli mbalimbali zimeanza kufanyika bila shida. Taarifa tunazo ni kwamba baada ya vurugu hizo wananchi wameshikwa na wasiwasi mwingi na wamoja wakijihifadhi ndani ya nyumba zao, na hivyo imepelekea maafa kutokuripotiwa. Hata hivyo, upande wake mkuu wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelo Abambe amekemea kwa hali ya juu kitendo cha wazalendo kuzozana wao kwa wao kwa kutumia silaha. Kwa kweli hali ya leo hapa kwetu makao makuu ya sekta ya Lulenge leo tariki 7 mwezi wa pili mwaka wa 2026, hasa zaidi kisha ile yaliyotokea jana ya exchange ya mabale. Hewa leo siku ya 6 ni kalme, sababu wafanyabiashara leo ni siku ya soko hapa kwetu Kilembwe, soko ya Bikuchu. Soko imelema bila tatizo. Mapikipiki wametembea kwenda Sarmabila, wakwenda Misisi wamekwenda, yana maana kwamba hewa imerudi kuwa salama. Mimi kama kiongozi wa sekta ilinibidi niite wale watoto wote kambo zote mbili, kuwaweka chini, kuwaonesha umuhimu wa uzalendo. Mzalendo ni nani na kazi yake ni nini, na sababu hawataendelea kuleta insecurity kila mara hapa kwetu msekta ya Lulenge. Na deja ya ini delegation ilifika sababu ya kuambia waende ku formation. Tayari tuliwaambia kwamba wanyanyuke na waende ku formation, sababu formation ndio itatuma mtu anaelimika na kuwa na mafunzo ingine na akuwe modele kwa wengine. Ninaendelea kushukuru sababu wenyewe walitusikia na wako deja mposition ya kwenda ku formation. Ile imenipa pia furaha. Ya kuongezea ni kuendelea kushukuru coordination ya VDP sababu ya sensibilisation yenye walituletea hapa na kuonesha umuhimu wa watoto kwenda ku formation. Ile hatuwezi kosa kuishukuru, na waendelee pia kuifanya kama kawaida. Sababu na sisi pia sekta ya Lulenge tukue na watu majeshi ya uzalendo yenye kuwa forme. Ile ninashukuru sana, na tunaendelea kuwapongeza, kuambia kwamba tuko pamoja, hakuna lolote lenye litaendelea kuharibika wakati tukiwa kome waongozi wa sekta hii. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba wakati mkutano wa kwanza wa kamati ya uongozi wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kufanyika, Rais wa Rwanda Paul Kagame amehutubia kwenye mkutano wa kitaifa mjini Kigali, akitupilia mbali tuhuma za nchi yake kuvamia DR Congo kwa ajili ya madini. Safari ya Limasi na mengi zaidi. Naam. Mkutano wa kwanza wa kamati ya uongozi wa pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani ulifanyika Jumatano katika idara ya serikali ya Marekani, Department of State, ukiashiria hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati yaliyohitimishwa kati ya nchi hizo mbili. Ujumbe wa Kongo uliongozwa na makamu waziri mkuu na waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba, akishirikiana na waziri wa madini Louis Kabamba Watum pamoja na naibu waziri wa mambo ya nje Noela Eganagato.
Ujumbe huo pia ulijumuisha wawakilishi kutoka ofisi ya rais na wizara ya fedha. Upande wa Marekani uliwakilishwa hasa na maafisa kutoka idara ya serikali, idara ya biashara, idara ya hazina pamoja na shirika la kimataifa la ufadhili wa maendeleo ya Marekani DFC, kwa mujibu wa chanzo hicho. Majadiliano yalijikita katika kuchunguza orodha ya rasilimali za kimkakati iliyowasilishwa na DRC, ambayo imeelezwa kuwa ni hatua ya mbele katika kufanya ushirikiano huo ufanye kazi kikamilifu. Wakati hayo yakijiri, rais wa Rwanda Paul Kagame kwa mara nyingine tena amehusisha mvutano uliopo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uwepo wa waasi wa Hutu wa Rwanda wa kundi la FDLR ndani ya ardhi ya Kongo. Alikanusha vikali madai yote ya kwamba Kigali inahusika kwa sababu ya madini, akizungumza wakati wa ufunguzi wa mazungumzo ya kitaifa yanayojulikana kama Mushikirano huko Kigali. Tatizo ambalo Rwanda inalo na DRC linahusisha sana uwepo wa FDLR pamoja na itikadi ya mauaji ya kimbari, alisema Rais Kagame, akiongeza kuwa wapiganaji hao hutishia usalama wa Rwanda. Alilaani tuhuma zinazodai kuwa Kigali inahusika kwa nia ya kunyonya rasilimali za Kongo au kujipatia maeneo ya ardhi, akizitaja kama madai yasiyo na msingi. Kwa mujibu wa rais wa Rwanda, vita vya DRC havikuanza na Rwanda wala havikutoka Rwanda, akiongeza kuwa chanzo cha mzozo huo kinajulikana ingawa hakukitaja moja kwa moja. Pia alisitiza kuwa hatua za kujilinda za Rwanda hazihusiani na madini ya Kongo, bali ni mwitikio wa vitisho vya usalama vinavyoendelea tangu mwaka 1994. Kagame pia alishutumu serikali ya Kongo kwa kuhifadhi na kuwapa silaha wanachama wa FDLR, akidai kuwa baadhi yao wameingizwa katika jeshi la Kongo huku wengine wakishirikiana nalo. Kuhusu hoja kwamba baadhi ya wapiganaji hao ni wazee, alisema kuwa kurithishwa kwa itikadi hiyo kwa vizazi vipya kunalifanya swala hilo lisilopaswa kupuuzwa. Kuhusu vitisho vya vikwazo vya kimataifa, rais wa Rwanda alizungumza kwa ukali, akisema kuwa hata ruhusu kusongwa au kufinywa na vikwazo hivyo. Rais wa Rwanda alisema, iwapo kweli tungekuwa nchini DRC kwa ajili ya madini, Rwanda ingekuwa tajiri mara 100 zaidi ya kuliko ilivyo leo, aliongeza hayo Rais Paul Kagame. Ripoti kadhaa za Umoja wa Mataifa na Marekani zinashutumu Rwanda kwa kuunga mkono kijeshi kundi lenye silaha la M23, hali ambayo inachangia kuongezeka kwa mzozo na kuumbisha utulivu wa eneo. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaamini kuwa waasi hao hupokea maelekezo na msaada kutoka Kigali, na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetaka Rwanda kusitisha msaada wowote na kuyaondoa majeshi yake kutoka Kongo. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Ni kupitia ripoti yake hiyo Safari ya Almasi kwenye habari ya kitaifa ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.